Helikopta ya kivita ya jeshi la Marekani aina ya Apache AH-64 imeripotiwa kuanguka katika eneo la kimkakati la mlango wa bahari Hormuz, tukio ambalo limezua taharuki kubwa ya kiusalama na kuibua maswali mengi kuhusu usalama wa operesheni za kijeshi za Marekani katika ukanda wa Ghuba ya Uajemi. Licha uzito wa tukio hilo, wanajeshi wawili waliokuwa ndani ya helikopta hiyo waliokolewa salama, jambo lililopunguza hofu ya vifo au majeruhi, lakini bado limeacha sintofahamu kubwa kuhusu sababu halisi ya ajali hiyo. Kwa mujibu wa taarifa za awali kutoka kwa maafisa waliofahamu tukio hilo, helikopta hiyo ilianguka jana Jumatatu, Juni 8 mwaka 2026, wakati ikiwa katika operesheni ndani ya eneo la Hormuz, moja ya maeneo nyeti zaidi duniani kwa masuala ya usafirishaji wa mafuta na usalama wa kimataifa. Hata hivyo, hadi sasa kuna taarifa rasmi iliyotolewa na jeshi la Marekani kuhusu kilichosababisha kuanguka kwa helikopta hiyo ya kivita, jambo ambalo limeongeza uvumi na wasiwasi katika duru za kijeshi na kisiasa. Vyanzo vya karibu vya uchunguzi wa tukio hilo vinaeleza kuwa kuna uwezekano kadhaa unaochunguzwa na mamlaka za Marekani. Miongoni mwa sababu zinazotazamwa ni uwezekano wa helikopta hiyo kudunguliwa na makombora au mashambulizi mengine kutoka kwa vikundi vya adui, hitilafu ya kiufundi iliyosababisha mfumo wa helikopta kushindwa kufanya kazi vizuri, au changamoto nyingine zilizojitokeza wakati wa operesheni hiyo ya kawaida ya kijeshi. Hata hivyo, hakuna ushahidi wa moja kwa moja uliowekwa wazi unaothibitisha iwapo kulikuwa na shambulio dhidi ya helikopta hiyo. Tukio hili limeibua taharuki kubwa, hasa kutokana na mazingira ya sasa ya kisiasa na kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Kwa kipindi cha hivi karibuni, Marekani imekuwa ikiongeza uwepo wake wa kijeshi katika eneo la Ghuba ya Uajemi kufuatia kuongezeka kwa mvutano unaohusisha Iran, mashambulizi ya makundi yenye silaha, pamoja na hofu ya usalama wa njia muhimu ya biashara ya kimataifa. Mlango Hormuz umeendelea kuwa eneo lenye umuhimu mkubwa wa kimkakati, kwani sehemu kubwa ya mafuta ya dunia hupitia katika njia hiyo ya bahari kuelekea masoko mbalimbali duniani. Kutokana na umuhimu wake, Marekani imekuwa ikiendesha doria za mara kwa mara kwa kutumia ndege za kivita manuari na meli za kivita pamoja na helikopta za mashambulizi kama Apache ili kuhakikisha usalama wa meli za biashara na kuzuia mashambulizi yanayoweza kufanywa na vikundi vinavyotumia drones, makombora au boti ndogo za kivita. Helikopta Apache inatajwa kuwa moja ya silaha muhimu zaidi katika operesheni hizo kutokana na uwezo wake mkubwa wa kubeba silaha nzito, kufanya mashambulizi ya haraka na kutoa ulinzi wa karibu kwa vikosi vya ardhini na majini. Apache AH-64 ni helikopta ya kisasa ya mashambulizi inayotumiwa na jeshi la Marekani kwa miaka mingi katika maeneo ya vita kama Afghanistan, Iraq na Syria. Helikopta hiyo ina uwezo wa kubeba makombora ya Hellfire, roketi za kisasa na bunduki nzito zinazoiwezesha kushambulia malengo kwa usahihi mkubwa hata katika mazingira magumu ya kivita. Rais wa Marekani Donald Trump alithibitisha kwa kifupi kuwa marubani waliokuwa ndani ya helikopta hiyo wako salama, lakini hakutoa maelezo ya kina kuhusu tukio hilo wala iwapo kulikuwa na ushahidi wowote wa mashambulizi kutoka kwa adui. Kauli hiyo fupi imeonekana kutotosheleza kiu ya wengi waliokuwa wakisubiri ufafanuzi rasmi kuhusu kilichotokea katika eneo hilo nyeti. Kinachoongeza mashaka zaidi ni ukimya kutoka kwa jeshi la Marekani pamoja na makao makuu ya jeshi la Marekani yanayosimamia operesheni za Mashariki ya Kati, CENTCOM, hali ambayo imewafanya wachambuzi wa masuala ya usalama kuamini kuwa uchunguzi wa kina bado unaendelea kabla ya taarifa rasmi kutolewa hadharani. Katika matukio ya aina hii, mara nyingi jeshi la Marekani huchukua muda kuthibitisha sababu ya ajali ili kuepuka kutoa taarifa ambazo baadaye zinaweza kubadilika baada ya uchunguzi wa kiufundi kukamilika. Tukio hili pia linakuja katika kipindi ambacho mvutano kati ya Marekani na Iran na washirika wao katika eneo hilo umeendelea kuwa mkubwa. Kumekuwa na madai ya ukiukwaji wa makubaliano ya kusitisha mapigano, mashambulizi ya mara kwa mara katika maeneo ya mpaka na vitisho vya kijeshi vinavyoweza kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kikanda.
Hivyo tukio hili la kuanguka kwa helikopta ya Marekani katika mazingira kama haya limeongeza hofu kuwa huenda eneo hilo linaingia katika kipindi kipya cha taharuki ya kijeshi. Iwapo uchunguzi utaonyesha kuwa Apache hiyo ilidunguliwa, hatua hiyo inaweza kubadilisha mwelekeo wa kisiasa na kijeshi katika Mashariki ya Kati kwa kiwango kikubwa. Marekani inaweza kuona tukio hilo kama shambulio la moja kwa moja dhidi ya vikosi vyake, jambo ambalo linaweza kusababisha hatua kali za kijeshi au kuongeza operesheni za kulipiza kisasi. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.